Taarifa mbaya ya usiku kutoka kwa chama cha Chadema imetikisa taifa la Tanzania. Ujambo na karibu. Asubuhi ya Disemba, kauli nzito kutoka makao makuu ya Chadema Mikocheni imepasua pazia la ukimya iliyofunika taifa tangu uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu. Chama hicho kilitangaza wazi kwa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ni batili, hauna uhalali wa kikatiba wala kidemokrasia, na kwamba matokeo yote yanapaswa kufutwa mara moja. Hili halikuwa tamko la kawaida la kupinga matokeo, ilikuwa ni tangazo la kisiasa linalohoji msingi mzima wa uongozi uliopo, ukiuchora uchaguzi huo kama tukio la udanganyifu wa kitaifa lenye athari pana kwa mustakabali wa Tanzania. Na katika sentensi chache, Chadema iliweka mezani hoja iliyobeba uzito wa kihistoria kwamba dola inayoendelea kuendesha mamlaka haina ridhaa halisi ya wananchi, na hivyo uhalali wake unaning'inia juu ya nguvu na ukandamizaji, si juu ya sanduku la kura. Kwa mujibu wa msimamo huo, dosari hazikuwa za pembeni, zilidaiwa kujitokeza katika kila hatua ya mchakato wa uchaguzi, kuanzia maandalizi hadi utengenezaji ama utangazaji wa matokeo. Hii inaweka uchaguzi wa mwaka 2025 katika mstari mmoja na chaguzi zilizowahi kutiliwa shaka katika historia ya Tanzania ya vyama vingi, lakini kwa kiwango kikubwa zaidi cha madai na athari. Na katika miaka ya nyuma, migogoro ya uchaguzi imewahi kujitokeza katika maeneo mahususi au katika vipengele fulani vya mchakato, lakini safari hii Chadema imechora taswira ya mfumo mzima uliopangwa kudhoofisha uchaguzi huru, ikidai kuwa uhalali haukupotea nchini bali haukuwahi kuwepo. Na katika mkondo huo, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetajwa kama taasisi iliyopoteza uaminifu wa umma kwa madai ya Chadema. Tume hiyo haikuwa msimamizi huru bali sehemu ya mfumo wa kudhoofisha demokrasia, na hili ni shtaka zito kwa taasisi ambayo kikatiba inapaswa kuwa muamuzi wa haki katika mashindano ya kisiasa. Historia ya Tanzania inaonyesha kwa mjadala wa uhuru na tume ya uchaguzi si mpya. Tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi, kumekuwa na malalamiko ya mara kwa mara kuhusu uteuzi wa wajumbe, muundo wa tume na uhusiano wake na muhimili wa utendaji. Taarifa ya sasa inachukua mjadala huo hatua moja mbele kwa kudai kuwa tatizo si marekebisho madogo bali kuvunjwa kabisa kwa tume na kujengwa upya kwa mfumo wa usimamizi wa uchaguzi. Sehemu nyeti zaidi ya tamko hilo si madai yanayomhusu Rais Samia Suluhu Hassan. Chadema imesema hana uhalali wa kuongoza nchi kwa misingi ya kutopata ridhaa halisi ya wananchi. Na katika siasa za Tanzania ambapo rais ni muhimili wenye nguvu kubwa, kauli hii ni sawa na kutangaza mgogoro wa kimsingi na mamlaka. Tangu uhuru, Tanzania imejengwa juu ya wazo la utulivu wa kisiasa unaotokana na ridhaa ya wananchi, hata katika vipindi vya upinzani mdogo. Kutangazwa kwa serikali kuwa haramu kunaiweka nchi kwenye eneo hatarishi la mgongano kati ya mamlaka ya kisheria na uhalali wa kisiasa, hali ambayo imewahi kusababisha misukosuko mikubwa katika mataifa mengine barani Afrika. Taarifa ya Chadema imeorodhesha madai mazito ya vitendo vya ukandamizaji kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa, kufungiwa akaunti za benki za chama na kudhibiti vyombo vya habari imeelezwa kama sehemu ya mkakati wa kufunga kabisa nafasi ya ushindani wa kisiasa. Na katika miaka ya karibuni, Tanzania imeshuhudia kuimarika kwa matumizi ya kisheria ya sheria za usalama, makosa ya mtandaoni na taratibu za kiutawala kama nyenzo ya kudhibiti sauti mbadala. Na taarifa hii inaunganisha vitendo hivyo na lengo moja ambalo ni kuhakikisha matokeo ya uchaguzi hayapingwi kwa ufanisi ndani ya nchi. Madai ya matumizi ya mahakama kwa maslahi ya kisiasa yanaongeza uzito wa mgogoro huu. Mahakama ambayo inapaswa kuwa kimbilio la mwisho la haki imechorwa kama muhimili uliobanwa kati ya shinikizo la kisiasa na wajibu wa kikatiba. Hali inaakisi mjadala mpana uliokuwepo kwa miaka mingi kuhusu uhuru wa mahakama na uwezo wake wa kusimama dhidi ya dola katika nyakati za mvutano wa kisiasa.
Na katika mazingira kama haya, haki inapocheleweshwa au kuonekana kupindishwa, imani ya wananchi katika taasisi za dola huporomoka kwa kasi. Madai ya zaidi ya watu 2,000 kuuawa na zaidi ya watu 5,000 kujeruhiwa katika kipindi kifupi kabla ya baada ya uchaguzi yanaiweka Tanzania katika ramani ya mgogoro ama migogoro mikubwa ya haki za binadamu. Haya si madai madogo wala si ya kupuuzwa kama kauli za kisiasa. Ni madai yanayohitaji uchunguzi huru na wa kina. Na katika historia ya bara la Afrika, madai ya mauaji ya kisiasa na makaburi ya pamoja yamewahi kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa pale ukweli unapobainika. Ndiyo maana Chadema imesisitiza kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi ya kitaifa na kimataifa, ikitambua kwa uaminifu wa ndani pekee hauwezi kutosha katika mazingira ya hofu na mashaka. Wito wa kushirikishwa kwa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na SADC unaashiria kwa mgogoro huu umevuka mpaka ya ndani. Tanzania ni muhimili muhimu wa utulivu wa Afrika Mashariki na mwelekeo wake wa kisiasa una athari za kikanda. Historia inaonyesha kuwa jumuiya ya kimataifa huchelewa kuchukua hatua kali, lakini shinikizo la kidiplomasia na kiuchumi limewahi kuwa chombo cha kulazimisha mabadiliko katika mazingira ya kukwama kwa mazungumzo ya ndani. Pendekezo la kuundwa kwa serikali ya mpito wa kitaifa isiyoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan wala CCM ni hatua ya juu zaidi ya kisiasa katika tamko hili. Serikali hiyo kwa mujibu wa Chadema ingekuwa na jukumu la kurejesha amani, kufungua nafasi za kisiasa, kuandaa uchaguzi mpya huru na wa haki na kuhakikisha wafungwa wa kisiasa wanaachiliwa. Na katika historia ya Afrika, serikali za mpito zimekuwa suluhisho katika nyakati za migogoro ya uhalali, lakini pia zimekuwa vipindi vya hatari kubwa iwapo hazitasimamiwa kwa uwazi na uwajibikaji. Ndiyo maana pendekezo hilo linaambatanishwa na uangalizi wa kimataifa. Msisitizo wa kuendelezwa kwa mchakato wa katiba mpya chini ya tume ya Jaji Warioba unaunganisha mgogoro wa sasa na mizizi yake ya kimuundo. Katiba ya 1977 iliundwa katika mazingira ya chama kimoja, imekuwa ikikosolewa kwa kutoa nguvu kubwa kwa muhimili wa utendaji na kuacha mifumo dhaifu ya uwajibikaji. Bila mabadiliko ya kikatiba, migogoro ya uchaguzi inaendelea kujirudia kwa sura tofauti, lakini chanzo kile kile. Tamko la Chadema kuhusu uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu si tukio la kawaida la kisiasa, ni kengele kali kuhusu mwelekeo wa taifa. Tanzania iko katika njia panda kati ya kurekebisha misingi ya demokrasia yake au kuhalalisha utawala unaotegemea nguvu badala ya ridhaa. Ukimya wa wananchi, hofu ya taasisi na kusuasua kwa jumuiya ya kimataifa vinaweza kuufanya mgogoro huu uendelee kuota mizizi. Historia inaonyesha kuwa demokrasia haipotei kwa tukio moja kubwa, bali kwa mlolongo wa maamuzi madogo yanayokubaliwa kimya kimya. Na ikiwa madai haya yatapuuzwa bila uchunguzi huru na uwajibikaji, basi Tanzania itakuwa imechagua njia ambayo matokeo yake yataathiri vizazi vijavyo, na katika njia hiyo gharama ya kimya inaweza kuwa kubwa kuliko gharama ya kukabiliana na ukweli leo. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.